Kiufupi kwamba kitaalam huwa haishauriwi mtu mara tu baada ya kumaliza kula kuanza kufanya mazoezi. Yani unamaliza tu kula tap unaanza kufanya hapo mazoezi, au hujakaa muda fulani unaanza kufanya mazoezi. Hii kitaalam haishauriwi. Kwa sababu mara tu baada ya kula kunaweza kusababisha athari kadhaa za kiafya kutokana na jinsi mwili unavyoingiliana na chakula wakati wa mazoezi. Na kitaalamu hali hii inaweza kusababisha matatizo kadhaa, kwa mfano upungufu wa mtiririko wa damu kwenye utumbo. Mazoezi husababisha mtiririko mkubwa wa damu kuelekea katika misuli inayofanya kazi, na hii inaweza kupunguza mtiririko wa damu kwenye mfumo wa utumbo. Na upungufu huu wa damu unaweza kusababisha shida katika mmeng'enyo wa chakula na hata kusababisha maumivu au maumivu makali ya tumbo au kuhisi kichefuchefu, au muda mwingine pia mtu anaweza pia akatapika. Kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea athari mtu mara tu baada ya kula kuweza kufanya mazoezi ni kuongezeka kwa hisia ya maumivu ya mishipa ya tumbo. Kufanya mazoezi haraka au mara tu baada ya mtu kula kunaweza kusababisha upinzani kwenye mtiririko wa damu kwenye mfumo wa utumbo, na hasa kwenye sehemu ya mishipa ya damu, na hii inaweza kusababisha maumivu ya tumbo au kuhisi kichefuchefu kama nilivyosema hapo awali, kutokana na kutokufanya vizuri kwa mzunguko wa damu kwenye eneo hilo la utumbo. Kingine ambacho kinaweza kikaathiri, kwa sababu mtu anapokuwa anafanya mazoezi lengo lake kwamba mazoezi yake yawe na ufanisi, lakini mara tu baada ya kula ukiwa mtu anafanya mazoezi kunaweza kupunguza kwa ufanisi wa mazoezi anayoyafanya, kwa sababu mara nyingi mwili hutumia nishati nyingi kwenye mmeng'enyo wa chakula baada ya kula. Sasa kufanya mazoezi haraka kunaweza kusababisha kugawanywa kwa nishati kati ya mmeng'enyo wa chakula na shughuli ya kimwili, hivyo kunaweza kupunguza ufanisi wa mazoezi. Lakini pia mazoezi yaliyofanywa mara tu baada ya kula yanaweza kusababisha mabadiliko katika viwango vya sukari ya damu na katika usambazaji wa nishati ya mwili, na hii inaweza kuchanganya mfumo wa kimetaboliki na kusababisha kutofanya vizuri kwa michakato ya kimetaboliki ya kawaida. Kimsingi mwili unahitaji muda wa kufanya mmeng'enyo wa chakula na kusambaza nishati katika viungo vyote kabla ya kuanza shughuli za kimwili. Sasa hii inaweza kusaidia kuepuka athari hizi za kiafya zinazoweza kutokea kufanya mazoezi mara tu baada ya kula. Muda wa kusubiri kabla ya kuanza mazoezi unaweza kutofautiana kulingana na kiasi cha chakula kilichokuliwa na aina ya zoezi linalotarajiwa kufanywa. Kwa kawaida tunashauri kwamba angalau mtu asubiri dakika 30 mpaka dakika 60, yani nusu saa mpaka lisali moja. Ndio ushauri ambao tunashauri ili aweze mwili uweze kuweza kufanya kazi zake za kumeng'enya chakula. Baada ya hapo mtu anaweza akaendelea na mazoezi yake ya kawaida.